Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 18 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Winibaldi Abati mwaka 761. Winibaldi pamoja na mdogo wake walitoka Uingereza kwenda Roma nchini Italia kuhiji. Kwa kuwa aliugua huko, mdogo wake aliendelea peke yake hadi nchi takatifu, na Winibaldi alibaki Roma, ambako alianza kujifunza teolojia na Biblia kwa muda wa miaka 7. Ndipo waliporudi nyumbani Uingereza, ambapo alifaulu kuwavuta vijana wengine wajiunge naye, na pamoja nao akarudi Roma tena, akaingia utawa wa Mtakatifu Benedikto katika monasteri ya Monte Cassino. Mtakatifu Bonifasi aliyekuwa Mwingereza na misionari nchini Ujerumani, alipofika Roma kumtembelea Papa, alimkuta Winibaldi katika monasteri ya Monte Cassino. Akamwomba afuatane naye, yeye naye awe misionari kule. Ifahamike kwamba mdogo wake Winibaldi aliwahi kupadirishwa akawa misionari nchini Ujerumani, akawa askofu huko. Pia kwamba dada yao Walburga, yeye naye alikuwa ametoka Uingereza akawa mtawa nchini Ujerumani. Basi Winibaldi akakubali, na wote wawili, Bonifasi na Winibaldi, wakaelekea nchini Ujerumani. Huko Winibaldi alikabidhiwa parokia 7, kila moja yenye eneo kubwa. Kazi hiyo ilikuwa ngumu kiasi cha kuchosha, hasa kwa kuwa wapagani wa makabila mengine mara kwa mara walishambulia kazi yake, wakibomoa makanisa na kuwaua Wakristo. Hata hivyo, aliendelea na kazi yake kwa moyo wake wote. Ndipo ndugu yake alimwomba amsaidie kujenga monasteri kwa ajili ya wanaume, na alimwomba dada yake amsaidie kuanzisha monasteri ya masista. Ndivyo alivyofanya Mtakatifu Winibaldi. Monasteri yake ilikuwa ya wamonaki wa Benediktini, na akiwa abati aliendelea na safari za kitume ili kuwahubiria watu wengi habari njema ya Bwana wetu. Jambo alilofundisha kwa makini lilikuwa udumivu katika sala. Kwa ajili ya bidii zake thabiti za kufanya watu waishi Kikristo, wawe na maadili mazuri na kuachana kabisa na kila zoea lenye kushindana na amri za Mungu, Abati Winibaldi zaidi ya mara moja alikabiliwa na kifo kutoka kwa wapagani waliotaka kumuua, kwa sababu waliona alikuwa anabadili mazoea ya mila zao. Japo afya yake ilikuwa si nzuri sana, hata hivyo aliendelea kujitoa bila kujihurumia wala kulegea, na hivyo nguvu yake juu ya watu wengi ilienea mahali pengi. Alikuwa misionari hodari ambaye nuru yake iliangaza wazi sana mbele ya watu wa Ujerumani, ili wao nao wamjue na kumtukuza Baba Mungu. Mwishowe alidhoofika sana na alikuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 3. Ndipo alipofariki dunia mnamo tarehe 18 Desemba mwaka 761, wakiwapo dada yake na kaka yake. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina.
Watakatifu wa Afrika tarehe 18 Desemba: Watakatifu Victori, Victorinus, Adeutus, Quartus, Moisesus, Quintus na Simplicius, wafiadini Moroko. Mtakatifu Winibaldi Abati, utuombee.